Mungu ninayemtumikia na kumwamini ni Mungu asemaye kweli. Hajawahi kudanganya hata mara moja. Lolote aliyolisema katika neno lake ni hakika, ni kweli na ndivyo ilivyo. Lakini tunataka tuone yale aliyosema. Je, tunawezaje kuyafanya kwa halisi katika maisha yetu? Ndio maana yeye anatufundisha neno lake, ili makusudi tupate kuelewa ni nini zilizo haki zetu, ni nini ulio wajibu wetu, na katika kusimamia sehemu yetu tunamruhusu yeye naye atekeleze sehemu yake, na hivyo baraka ziwe halisi katika maisha yetu ya kila siku. Bwana Yesu asifiwe. Mimi ninaitwa Mwalimu Daudi Mwalizo, na kipekee ninakaribisha katika maisha ya ushindi tupate kujifunza neno la Mungu kwa pamoja. Maandiko yanasema katika kitabu cha Warumi sura ya 8 mstari wa 28, nasi twajua ya kuwa katika mambo yote Mungu hufanya kazi pamoja na wale wapendao katika kuwapatia mema, yani wale walioitwa kwa kusudi lake. Hapa tunaona katika neno la Mungu ya kwamba kumbe Mungu ana kusudio la kuwapa watu mema, sababu semesema katika kuwapatia mema, yani wale walioitwa kwa kusudi lake. Maadamu umempokea Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako, wewe umeitwa kwa kusudi la Mungu. Tunasema kama wewe umeokoka, wewe umeifahamu kweli, na kwa sababu wewe umeifahamu kweli, Mungu anakusudia kukupatia wewe mema. Lakini angalia katika utangulizi namna gani na kupatia mema. Anasema nasi twajua ya kuwa katika mambo yote. Sasa kwa vile umeokoka, kwa vile umempokea Yesu kwa Bwana na Mwokozi wako, fahamu jambo hili: katika mambo yote Mungu atafanya kazi pamoja na wewe katika kukupatia mema. Kumbe Mungu anataka akupatie mema, lakini ili yeye aweze kukupatia wewe mema, wewe pia unao wajibu wako. Wewe pia una sehemu ya kufanya kazi pamoja na Mungu ili kuhakikisha hayo mema yanakuwa halisi maishani mwako. Kumbuka jambo hili, ni muhimu sana kukumbuka jambo hili, ya kwamba Mungu anafanya kazi na wewe. Wewe una wajibu wako. Watu wengi wanadhani kwa sababu tu wamempokea Yesu, basi zile ahadi ambazo Mungu ameziongelea zitaonekana tu maishani mwao. Sio kweli. Wewe una sehemu yako katika kufanya zile ahadi zitokee. Chukulia mfano ya kwamba upo nyumbani, mtu akaja akakuletea maji, majani ya chai, akakuwekea pale na sukari, alafu akakwambia hivi, tunywe chai. Na ni nyumbani kwako, una gesi pale, una sufuria, unaweza ukapika chai. Alafu yeye amekuletea vitu vyote, alafu amekaa pale akakwambia tunywe chai. Wewe ninaamini ni mtu mwenye akili timamu na ni mwerevu wa kutosha kuelewa ya kama hivi vitu vimeletwa, sasa ninatakiwa nipike chai ili tunywe chai. Hautochukua maji uchanganye na majani ya chai, ukoroge na sukari, alafu umwekee hivyo hivyo umwambia kwamba haya tunywe chai. Hapana. Utavichukua vile vitu, utavipika katika namna inayotakikana, kisha utaandaa chai. Neno la Mungu ni kama material, raw material. Ni kama bidhaa tumepewa ambayo tunatakiwa tuifanyie mchakato ili itoe matokeo ambayo yanakusudiwa. Neno la Mungu ndivyo lilivyo. Kwa hiyo lolote ambalo Mungu amesema kwako litafanya kazi, lakini ni lazima hilo jambo wewe ulifanyie kazi pamoja na Mungu ili kutoa matokeo yake. Mungu hakupi matokeo kama wewe hujatengeneza katika mchakato wake. Kwa hiyo hiki ndicho haswa nataka uelewe, ya kwamba wewe una sehemu yako katika kuzifanya hizo baraka zitokee. Wewe una sehemu yako katika kufanya huo uponyaji utokee. Si kana kama hivi ni jukumu la Mungu tu kufanya kila kitu alafu umekaa unasubiria. Hapana. Wewe una sehemu yako katika kufanya hayo mambo yatokee. Wewe una wajibu wako. Na ndio maana tunafundishana katika kila kanisa, soma neno la Mungu, kwa sababu kusoma neno la Mungu unajua nini zilizo haki zako, na kisha uwe mtu wa maombi, kwa sababu kupitia maombi unaweza kuzidai sasa hizo haki zako. Na hivyo kwa pamoja unafanya kazi na Mungu katika kuruhusu mema juu ya maisha yako. Barikiwa.